Licha ya klabu ya Yanga kuweza kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya klabu ya Silver Strikers United ya pale katika nchi ya Malawi, na ushindi huo kuwafanya Yanga kuweza kufuzu moja kwa moja kwenda katika hatua ya makundi ya CAF Champions League, lakini bado mashabiki wengi wamekuwa wakizungumza maneno mengi sana juu ya mwenendo wa klabu hiyo, na wengi wamekuwa wakiona kama timu ambayo bado haivutii katika namna yake ya uchezaji, lakini pia ni inashinda kwa sababu tu ya jina, lakini pia na wachezaji wakubwa ambao iko nao, kwa maana mchezaji mmoja mmoja. Kwa mfano, wengi wamemsifu Pacome kuwa ni mmoja ya mchezaji ambaye anatengeneza utofauti mkubwa sana katika kikosi cha Yanga, lakini wengine wakaja pia wakasifu eneo la uzuiaji la Yanga, lakini wengi wanakuja kuiponda pia Yanga kuona kwamba imekuwa ni timu ambayo kwa sasa hivi haina mwendelezo mzuri kweli kweli, licha ya kuwa hawana kocha wao ambaye amesajiliwa ndo amekuja siku moja tu nchini, lakini bado unatakiwa kama timu ambao ni timu kubwa daraja la Yanga inatakiwa kuwa na uwezo wa kuweza kucheza hata kama kocha anakuwa hayupo, lakini wanatakiwa wachezaji wenyewe tu kuifeel ile feeling kwamba wao wanachezea klabu ya Yanga. Kwa hiyo mashabiki wengi wamekuwa wakisema Yanga kuwa haiendi vizuri, na hiyo pia imekuwa ni advantage kwa upande wa pili, kwa maana ya Simba wao kuisema kwamba Yanga ya mwaka huu ni mbovu kweli kweli. Lakini Yanga mpaka hivi sasa mwalimu wake ambaye amekuja kutoka Ureno ndo kwanza ana siku moja nchini, lakini pia alikuwa chini ya mwalimu wa kipindi cha muda Mabedi ambaye yeye ameweza kuifundisha Yanga kwa siku takriban 4 au 5, mwisho akaenda kuingia kwenye mchezo wa kimashindano. Kwa hiyo unaweza kuelewa hivyo kwa wachezaji, lakini unapokuwa tu mchezaji wa Yanga siku zote unatakiwa kuwa ni mtu ambaye unajitoa kweli kweli, na ukizingatia kwamba hata mabosi wameamua kuweka viingilio kuwa ni bure, kwa hiyo unatakiwa ujitoe kweli kweli kuonyesha mashabiki ni kitu gani unacho, lakini pia kuipambania beji ya timu yako ya Yanga. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kimeweza kuonekana, lakini hatujajua kwa huyu mwalimu mpya ambaye atakuja ni nini ambacho kitatokea. Atawezaje kupandisha ari za uchezaji za wachezaji, lakini pia atawezaje kuhakikisha kwamba anaweza kuboresha katika maeneo yote ya kiwanja, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ambayo Yanga inaonekana kustruggle sana, likiwepo eneo la ushambuliaji. Washambuliaji ambao wako Antiboyeli pamoja na mshambuliaji mwenzake Prince Mpumelelo Dube bado wanaonekana kutokuanza kudeliver kitu kizuri kama vile ambavyo watu walikuwa wakitegemea. Wakati huo huo Mzize naye anaonekana kama bado hajawa fit kwanza kupata dakika za kucheza. Kwa hiyo wengi wanaona katika eneo hilo kuna changamoto kubwa, lakini katika eneo la kiungo pia wengine wamekuwa kilalamikia kwamba bado hakuja kuwa na standard ambayo kama alikuwa nayo mtu wa kariba ya Khalid Aucho. Kwa hiyo wengi wanatamani kuona pia hicho kitu kikiweza kufanyiwa kazi vizuri. Kwa hiyo wacha tusubiri na tuone ujio wa kocha mpya utakuja kuleta nini kwenye timu ya Yanga na utakuja kubadilisha kitu gani. Lakini kwa sasa Yanga ni mbovu kweli kweli.